Hali gani mtazamaji wa ASAM Online TV? Leo ripoti za ASAM zinakupeleka moja kwa moja katika shehia ya Mwera, ambapo lengo na madhumuni ya kuwepo hapa ni kuweza kushuhudia ule ufunguzi wa jengo la Green Initiative Organization ZAGIO. Lengo na madhumuni ni kuweza kudumisha mazingira safi na salama katika shehia hii. Mgeni rasmi katika ufunguzi huu ni ndugu Ahmed Khalid Abdallah, ambacho kikubwa alichozungumza ni kuweza kuwataka watu wa shehia hii kudumisha mazingira safi na salama. Hii ni ASAM Online TV. Jina langu ni Abdurrahman Awesi, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Kazi ya uhifadhi wa mazingira ni kazi muhimu katika nchi zetu za Afrika, hasa tunapozingatia kwamba mazingira haya ndiyo yanayoleta afya. Mazingira yakiwa safi ndiyo yanayoleta maji safi, lakini mazingira pia tukiyaweka vizuri, basi tunajikinga na maradhi mbalimbali. Zanzibar kama nchi iliyo katika kitovu cha watalii, ambapo sekta ya utalii inapiga hatua kubwa sana kwa hapa Zanzibar, ni wazi kwamba tunapoweka mazingira yetu yakiwa yako mazuri, basi ni sifa kwa nchi yetu, lakini pia ni kishawishi kwa wageni mbalimbali kuja kutembelea katika nchi yetu na kuweza kuongeza pato letu. Katika nchi za Afrika, mambo manne yanakuwa ni maarufu sana kama ni changamoto katika swala zima la uhifadhi wa mazingira, ama changamoto zinatokana na mazingira, lakini pia na mabadiliko ya tabia nchi. Katika hayo mambo manne, swala la kwanza ni uchafuzi wa hewa, swala la pili ni uchafuzi kupitia masuala ya oil, swala la tatu ni ukataji wa miti ovyo, hapa kwa mfano kama katika nchi yetu swala la ukataji hata wa mikoko lipo katika maeneo mbalimbali ya pwani, jambo linalochafua mazingira yetu ya bahari na hatimaye kuwafanya maji ya bahari kufika katika maeneo ya kilimo cha wananchi wetu. Lakini swala mwisho ni swala zima la uchafuzi wa bioanuwai ama biodiversity, ambapo bahari zetu tunazichafua kwa kupiga mabomu, uvuvi haramu, lakini bahari zetu tunazichafua pia kwa kutumia sumu ya kuvulia samaki, lakini pia na kuharibu matumbawe na masuala mengine mbalimbali. Kwa hiyo ukiangalia katika maeneo haya moja kwa moja tunakuta kwamba uchafuzi upo katika maeneo yetu mbalimbali. Lakini kwa sababu tunazungumzia swala zima la maisha ya watu na kuyalinda maisha hayo yaende vizuri, yawe katika uhifadhi nzuri wa afya na kuwa na mwendelezaji mzuri wa maisha hayo kwa kuweza kuondokana na kadhia mbalimbali katika masuala ya taka tulizonazo katika miji yetu, tuna kila sababu ya kuona sisi kama ZAGIO tutachukua hatua kubwa ili kuisaidia serikali na kuisaidia jamii katika tatizo hili la kuweza kuzisimamia taka na kuhakikisha kwamba miji yetu inabakia safi na salama. Nipongeze sana ZAGIO kwa sababu tayari ziko juhudi ambazo zilikuwa tayari zimeanza kufanyika. Lakini pia nimefurahishwa sana na mashirikiano makubwa ambayo ZAGIO inayafanya kupitia katika kurugenzi zetu manispaa ya Kati, lakini pia na manispaa ya Magharibi, ambapo wao kwa pamoja wapo tayari kufanya kazi na NGO yetu hii ya ZAGIO kuhakikisha kwamba lengo kubwa la serikali la kuweza kudhibiti taka na kuimarisha usafi wa miji yetu basi linafanikiwa vizuri sana. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo, na nina imani kwamba fursa zile ambazo wenzetu wamezizungumza mbele yetu basi tutakwenda kuzifanyia kazi, ili mradi tuwe mstari wa mbele katika kufanya kazi, kufanya wajibu wetu wa kutekeleza malengo ya NGOs ambayo ndiyo tumeweza kuisajili. Lakini katika swala zima la kuendeleza NGOs, ni wape nasaha kubwa sana katika kuimarisha mashirikiano yenu nyinyi wenyewe. Swala la mashirikiano ni swala la msingi sana, kwa sababu zipo baadhi ya NGOs badala ya kufanya kazi yao na wajibu wao wa kwenda kuisaidia jamii, lakini wanaanza kugombana wao wenyewe kwa wenyewe.
Kwa hiyo nakuta NGO miaka 2, miaka 3, nyingine zinafika mpaka miaka 5 na zaidi, wanatoka katika yale malengo ya kufanya kazi ambayo serikali imewasajili, na hatimaye wanaanza kugombana wao wenyewe kwa wenyewe. Baada ya kuzungumza hayo, nitamke rasmi sasa kwamba NGO hii ya Zanzibar Initiative Organization naizindua rasmi leo hii, lakini pia nazindua rasmi ofisi hii ambayo itatumiwa na NGO hii, na nakutakieni kila laheri na mafanikio, na nikuhakikishieni kwamba serikali kupitia ofisi ya mrajis tuko pamoja na nyinyi, na hongereni sana na asanteni sana. Tunahakikisha sasa hivi wilaya ya Kati tunateketeza majaa yote yasiokuwa rasmi. Barabara zetu zinapendeza kwa kuzipendezesha kwenye roundabout. Ukifika sasa hivi kwenye roundabout za wilaya ya Kati, Tunguu pale tumejaribu kupanda bustani na kuweka vivutio. Unguja Ukuu tumepanda pale bustani na roundabout ya Unguja Ukuu na kuweka vivutio. Tumepanda Dolphin. Kuna roundabout ya Charawe na Ukongoroni tumeweka vivutio mbalimbali. Vyote hivi Zan Green wameshiriki kwa kiasi kikubwa. Pia tulifanya tukio kubwa sana Septemba 12, tulipanda miti usawa wa kutoka pale kwa Bindau kuelekea Tunguu. Zan Green pia walishiriki. Tulifanya mafunzo ya Kapumoto, ukumbi wa baraza la manispaa Kati ulishiriki. Wananchi wa shehia maskini za wilaya Kati zipatazo 42, shehia 42 zilichukuliwa wawakilishi wao mbalimbali. Zan Green walikuja kuwapa mafunzo na kuwapa zawadi mbalimbali kuhusu Kapumoto. Lengo ni kuhakikisha mazingira yanakuwa sawa, na sisi swala la mazingira kama manispaa ni sehemu yetu kubwa moja sana, kuhakikisha mazingira ya wananchi yanakuwa salama na safi kwa kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Na sisi tuna mambo mengi kwetu kule Kati kwenye masuala ya mazingira. Tuna msitu wa Jozani, na hata pale jirani tuna msitu wa hifadhi wa msitu upo pale jirani na ofisi yetu ya Dunga. Tuna mikoko, tuna mambo mengi hayo. Peke yetu tumeona hayatoshi. Taasisi za kiserikali haziwezi kufanya peke yake kila kitu, lazima ipate ushirikiano na taasisi binafsi, ambayo kwa sasa ndio tunashirikiana sana na Zan Green. Miongoni mwa miradi iliyokuwa ni chachu ya kuanzishwa kwa Zajio ni mradi wa Kapumoto. Kabla ya kuanzishwa rasmi kwa Zajio, tulikuwa na wazo la kibiashara kuanzisha bidhaa ya ubunifu ya kipekee itakayosaidia maisha ya mama majumbani, kulinda afya za familia, kupunguza matumizi ya nishati na kupunguza gharama za uendeshaji wa maisha, huku ikikusanya ubunifu, ustadi na suluhisho la changamoto halisi za nishati na mazingira ambalo ni endelevu. Hapo ndipo tulipoanzisha Zan Green Initiative kupitia Kapumoto. Kabla ya hapo Kapumoto lilikuwa linaitwa Zan Green Bag, maana yake ni jiko au ni begi la kijani kwa Zanzibar. Mpaka tulipopata ushauri kutoka kwa miongoni mwa board member ya kwamba jina hilo litatatiza wengi wanostahiki kulitumia. Tunastahiki sote, lakini wanostahiki kulitumia litawasumbua zaidi, na tumelenga wale wanaotumia nishati ya kuni na mkaa kusaidia kutunza mazingira. Ndipo lilipokuja wazo la kuita Kapumoto, maana ya kapu ambalo linahifadhi moto. Mheshimiwa mgeni rasmi, ubunifu huu ulikuwa ni zaidi ya bidhaa. Ulikuwa ni ishara ya safari yetu kutoka tulipotoka, tulipo na tunapokusudia kwenda. Hadhira ikiwa shahidi, ikiwa wazo moja linalotokana na watu wawili linaweza kuzaa taasisi inayolenga mabadiliko ya kijamii na kimazingira kwa taifa zima, basi mnaweza kufikiria nguvu gani itakayopatikana pale wanachama wote wa Zajio watakapounganisha jitihada zao kwa pamoja. Tuna uwezo wa kufikia taifa na mataifa. Tumepata kusikia kile ambacho mrajisi wa asasi za kiraia Zanzibar, ambaye pia ni mgeni rasmi katika hafla hii ya ufunguzi wa jengo hili. Kikubwa zaidi ambacho wameweza kuwataka wananchi wa shehia hii ni kuweza kutunza mazingira safi na salama, ili kwa maslahi ya wananchi wote wa Zanzibar. Usiache kucomment, kulike, kushare. Hii ni ASAM Online TV na hizi ni ripoti za ASAM. Jina langu ni Abdrahman Awesi, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar.